Ndio unaona kuna watu wameshasafirishwa, wako mbele ya maadui zao, wako mbele ya maadui zao. Ndio kuna mmoja Mungu anamtumia eti mtoto wake anatakiwa kufa, na aliota mtoto anakufa, aliota mtoto amekufa. Weka mikacha kukaa kimwili Bwana. Mungu anakupaiza na muone hiyo roho imekaa kitandani kwako. Wewe pepo mauti kwenye kitanda cha huo mwanamke, huo mama alipata watoto kwa shida na mnataka kumweka kwenye jeneza huo mtoto. Mmepambana na mama yake, imeshindikana. Mnahamisha vita kwa mtoto. Ewe roho ya mauti, kwa mtoto huyo toka, hauna nafasi na kuangusha. Ndio namuona mtu anayepambana kula mtoto, anayepambana kula mtoto. Ananiambia nimepambana na mzazi wake, nimeshindwa. Wacha nipitishe machozi kwa mtoto. Mtoto huyu anabeba kitu kikubwa. Ndio maana tulikuwa tunazuia tumbo la mama yake. Huyo mtoto hatakufa. You cannot to die. You cannot to die. I tell you, I am telling you, I command to you in Jesus name. Haitawezekana. Kila mtu kataa roho ya mauti kwenye lango la kwenu. Kila mtu kataa roho ya mauti kwenye lango la kwenu. Kila mtu kataa roho ya mauti kwenye lango la kwenu. Kila mtu kataa roho ya mauti kwenye lango la kwenu. Rapa papa shaka. Nini? Una shida gani na mimi? Una shida gani na mimi? Una shida gani? Kwani na shida gani? Hebu tuache. Tuache. Ni kuacha kwa sababu gani? Niwaache kwa sababu gani? Hebu una shida gani wewe Elisha? Niwaache kwa sababu gani? Una shida gani? Unafanya nini? Una shida gani? Unafanya nini kwenye kazi? Una shida gani kwanza? Ukituacha kuna shida. Ukituacha kuna shida. Nikiwaacha nimsaidie? Kwani unamsaidia? Mara ngapi nimeshakukanya umwache? Usikii? Na nikanya mimi? Tumeshakwambia umwache. Umwache kwa sababu gani? Si umwache. Unajua unatuharibia ujue. Unatuharibia. Na waharibia. Na hapa ulipofika. Yaani kweli tunasarenda. Baba, unatuharibia. Na waharibia. Yaani umetoa udongo wao kutoka Dodoma. Eti wanakuletea. Eti wanajifanya wanaleta. Wewe ni nani? Kama umeleta nani chochote weka juu. Wewe ni nani? Kama umeleta ari nani ya nyumba yako chochote weka juu. Wewe ni nani? Ngoja utaona. Wewe ni nani? Utaki? Wewe ni nani? Kwa hiyo uko kwenye ardhi. Umefunga nyumba. Umefunga wasijenge. Yaani ujui tu tuliwaambia mwisho ni lenda. Yaani wanajisumbua. Hebu kama unajenga na vitu havieni, nyumba iende, weka mkono juu. Shika ardhi yako katika ulimwengu wa roho kwa imani. Kuna mtu anatakiwa kufungua maduka. Ninaona tu frame. Kuna mtu anatakiwa kufungua miradi. Nyuma yake kuna watu ambao anatakiwa kuajiri. Kuna mtu anatakiwa kukutana na watu watakaompa kazi. Kuna nyumba naona tu ardhi, alafu naona piloti. Hilo piloti wakaandika hivi, hatutaki wajenge. Hatutaki waishi hapa. Hao watu wanatutesa. Huyu mtu anatutesa. Moja amejenga nyumba ameshindwa kumaliza. Na kila akiangalia nyumba yake anasikia maumivu makali moyoni. Alafu anaandikwa kwenye ukuta, hatutaki umalize ili ufurahi wewe. Na mtu ambaye mtesa ni jirani kabisa, yani karibu, ni wa familia kabisa. Weka mikono juu. Malaika pita kwenye ardhi. Weka mikono zikisija watu wengi wanashangaa. Weka mikono juu. Malaika pita kwenye ardhi. Namuona mwingine ameweka mikono juu na ana nyota ya biashara na alipambanaga kufanya biashara ndogo. Ninaona Mungu amemfungulia milango. Ninaona akiwa anafanya biashara zake, alafu amepanga mafremu, alafu nyumbani kwake naona adui anayesema yeye amenishtuka. Wewe pepo kwenye ardhi, toka. Naungua Elisha. Unaungua? Naungua. Unanimaliza. Nakumaliza. Unanimaliza. Una miaka mingi. Angalia moto kwenye hiyo kidole. Achia mkono wake wa bahati. Achia mikono yake. Angalia mikono itakavyowaka moto. Weka mikono juu kama ni wewe. Angalia mikono. Ana mikono ya utajiri. Saidieni mama hapo katikati. Angalia mikono. Naomba msaada hapo katikati. Kwenye hiyo ardhi. Kuna watu wanashangaa. Wewe shangaa. Kwenye hiyo ardhi naona watu watatu.
ndio wabeba familia. Mmoja ni mdogo kwenye familia na ana uchungu na familia ya mama yake. Mwingine ni mzaliwa wa kwanza, ana uchungu na familia ya mama yake. Ninaona adui anayeniambia usimpe nguvu, usimpe nguvu, atatuumbua. Aya, malaika pita kwenye mikono ya huyo, pita kwenye mikono ya huyo, anabeba familia ya mama yake. Namuona kaka mtu akifanya biashara afanikiwe, akifanya vitu apige hatua. Namuona mdogo mtu amenyosha mikono, anasema mkumbuke kakaangu, mkumbuke kakaangu. Anayefunga nyota ya kaka yako huyo hapa anakufa. Haraka chochea, rapa shaka. Malaika pita, achia kaka yake, achia kaka yake. Ninaona nyumba inayoshuka iliyokuwa imekamatwa, inaona mpaka mbao, inaona mpaka bati, inaona mpaka madirisha. Inaona mwingine anatakiwa kwenda kupiga plasta, naona mwingine anatakiwa kwenda kupiga rangi. Rapa, weka mikono juu. Malaika leta hiyo mvua. Kuna mvua ya moto imeshuka hapa, kuna mvua ya moto imeshuka hapa, kuna moto umeshuka hapa kwenye mikono, kwenye mikono, kwenye mikono. Niache ajengi. Kwa sababu gani? Miliki. Ana frame amejenga frame za kutosha. Na nyumba ameshajenga. Ndio ana frame amejenga frame za kutosha. Na nyumba ameshajenga. Ndio hii mnaloga. Haingii. Nani ataingia? Atakufa. Atakufa na nini? Una hasira na mimi? Unamwokoa sana mara nyingi huyu mama. Mwache. Utaki. Unione na kuona na kuambia huyu mama hizo frame hata ingia. Kwa nini asiingie? Anajifanya sana kama mtoto wa kiume kwenye familia. Kwani ana nini yeye? Mtoto wa kike anajenga kama mtoto wa kiume. Hutaki aishi kama mwanaume. Anajenga kwa maana gani? Kwa hiyo umeshaloga frame zake. Amejenga frame za kutosha. Na nyumba ya kuishi. Nyosha mikono ulikotoka, sema Sema kila uchawi unakufa leo. Ninaona unyao uliochotwa. Kuna mtu kuna saa nasikia kisigino kinamchoma, yaani kama kuna miiba inapita, na nasikia maumivu kwenye huo mguu. Wewe pepo uliokanyaga ardhi yake ukachota nyao za miguu, moto unawaka kwenye huo mguu. Moto. Una hasira na mimi? Mbona anavyoniangalia? Angalia anavyoniangalia huyu. Yaani anavyoniangalia ndivyo adui alivyo na hasira na mimi. Mbona unamwokoa sana? Kwa nini? Nataka nimuokoe sana. Ana bidii lakini hata miliki. Weka mikono namna hii. Nimesema hata miliki. Sema nachukua nguvu mahali hapa. Rudia tena. Sema nachukua nguvu mahali hapa. Aliyekaa. Naomba basi uwe na imani. Sema aliyekaa kwenye lango la uchumi. Aliyekaa. Bado kuna mzungu ananitesa. Huyu mzungu yuko wapi? Why? Kuna kitu muona nikitaja tunaona nasema kuna mzungu namuona. Usimfungue. Kwani umesikiaje? Mbona mna hasira na mimi? Kwani umesikiaje? Utaki nimtaje? Kwani unamkamata? Kwani umemzuia? Mbona vitu kama hivi? Jamani, hivi ni reality. Wewe. Kwani umemzuia? Unataka afanikiwe. Unataka afanikiwe. Hujui kama tukimruhusu atafanikiwa. Hujui. Kwa hiyo utaki akutane na mtu wake sahihi. Hivi unajua baraka za watu hii hapa? Wewe. Ni pua na mdomo. Kwani unazuia? Kwa nini? Weka mikono. Hatutaki wafanikiwe, hatutaki. Weka mikono. Ni kwamba hatutaki. Huyu dada hapa mwenye mtoto, huyu hapa ambaye huyu hapa yeye mnafanya tu hivi. Na wewe unaangalia nyuma mwenye mtoto. Ni wapi yuko?
iwake moto, hiyo mikono iwake moto, na inavyowaka moto itawaka mpaka kwa mume wake, itawaka mpaka saidieni hapo katikati. Rapa shakoriama, achia mikono ya huo dada, achia mikono huo kijana, achia mikono huo mama. Ana mikono ya heshima, ana mikono ya heshima, ana mikono ya upenyo, ana mikono. Alijaribu biashara kwenye kingine chake, nasikia na asoma ni mfanyabiashara, ni mfanyabiashara, ana ndoto, ana ndoto, ana ndoto. Rapa pa shakariama, malaika pita. Kuna mama kijana wako yuko Kenya, kuna mama mume wako yuko Kenya, na muona mwanamke anayesema atakuja na kitu. Weka mikono, elekeza haraka ulikotoka. Ninakataa mauti kwake kwanza, nakataa roho ya ujambazi huko Kenya, nakataa roho ya kuuawa huko Kenya, nakataa roho ya ujambazi, nakataa roho ya ajali kwake, nakataa uliakaa katikati ya Namanga na Kenya ukitangaza atakwenda hata runa kitu. Nafungua boda ya Namanga, natangaza utajiri kwake, natangaza kushani kwake. Naonyeshwa tu Kenya, naonyeshwa Kenya. Kuna mtu wako yuko Kenya, wanapanga wammalize kabla mwaka hujaisha. Nyosha mikono haraka sana, nyosha mikono haraka. Una uchungu na maisha mliopo, amekushughulikia na una shida kwenye tumbo, na una shida kwenye tumbo. Hilo tumbo lifunguke, hilo tumbo lifunguke, hilo tumbo lifunguke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hawatakuweza, hawatakuweza. Kuna mchawi anakimbia, kuna mchawi anakimbia, na ndio maana mume wako walimuua. Mume wako hakufa kifo cha kimungu, walimuua wao, walimuua wao, na wanakufuatilia kiroho. Nakata hiyo cheni, nakata hiyo cheni, nakata hiyo cheni, nakata. Kuna mtu atakusaidia, kuna mtu Mungu anamleta, na mfungua leo. Nyota yako ionekane, nyota yako ionekane. Na hauna kibali, nyosha mikono tukiwa hapa. Angalia hiyo mafuta nitakayoachilia. Kuna mama anagusa ardhi yake, na muona mzaliwa wa kwanza. Kuna mwanamke anamtesa, kuna mwanamke ampi raha. Nyosha mikono aliko, namtenganisha naye, namtenganisha naye, namtenganisha naye. Kama sio chaguo lake, waachane, maana atamfanya afilisike na rudi kinyuma kimaisha, na atamchelewesha kimaisha. Weka mikono, elekeza ulikotoka, weka. Kuna moja, roho ya faraka imeandikwa kitandani, hawaelewani na mme. Wapo tu, yani wako kwenye ndoa, lakini kila mtu na maisha yake, kila mtu na maisha yake. Naona pepo faraka likiniambia sisi ni wake wenza, sisi ni wake wenza. Siko mbali, siko mbali. Nachukia tu amani walionao, nachukia tu wanavyopendana, nachukia tu, nachukia tu. Na aliwahi jaribiwa kuuawa, alijaribu kutupiwa roho ya mauti, aliwahi kutupiwa roho ya mauti.